Karibuni sana katika neno la Bwana siku ya leo, wiki ambayo ni ya 4 mwezi wa kwanza wa 2026. Mungu awabariki na tukaweze kusikia kutoka kwa Bwana jinsi anavyosema. Kwa hivyo karibuni wageni, karibuni kila mmoja kwa majina. Anaitwa Pastor Jonathan Mwema na ngumu katika ile kanisa Yesu Ndede. Kwa hivyo karibuni sana tukasikie jinsi Bwana anavyosema siku ya leo. Tutaanza kusikia neno la Bwana katika kitabu ya Kolosai, Colossians chapter 1 verse 9 ama Kolosai kifungu ya kwanza mstari wa 9 mpaka 12. Nitaweza kusoma. Inasema, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjaze maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa Roho. Mwenendeni kama ilivyo mwajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kusidi katika maarifa ya Mungu, mkiwezeshwa kwa uweza wote kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uaminifu pamoja na furaha, mkimshukuru Baba aliyewazalisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba, asante kwa ajili ya neno lako. Naomba Roho wako Bwana kanipe nguvu kunena jinsi Bwana umenituma siku ya leo. Naomba Roho wako Mtakatifu akaniongoze na kunitia nguvu, na ni kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Naomba tukaimbe wimbo kwanza, na kabla tujaimba wimbo nataka tukaimbe wimbo, baadaye nitaenda kuongea jinsi Bwana anasema. Wimbo wa 51 unasema, kaa nami usiku tena, usiniache gizani Bwana, msaada nili peke yangu, kaa nami. Siku zetu hazikawi kwisha, sioni la kunifurahisha, hakuna ambacho hakikomi, usiye na mwisho, nami. Ninaja nawe kila saa, sina mwingine wa kunipa, mimi nitaongozwa na nani ila wewe Bwana, kaa nami. Siji neno uwapo karibu, nipata lolote sitahabu, kifo na kaburi ya viumi, nitashinda kwako, kaa nami. Nilalapo nikuone wewe, hata gizani nimulikiwe, nuru za mbinguni hazikomi, siku zangu zote kaa nami. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wimbo unasema ya kwamba kaa nami, usiniache gizani, usiniache Bwana, ili nisiweze nikaibika. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kaa nami ni usiku tena, usiniache gizani Bwana, kwa sababu wakati Bwana atakapokuacha gizani hautaweza kufikia ama hautaweza kuenda mahali unataka. Mtu akiwa gizani hakuna chochote anaona, na ni giza ambayo ni ya
kiroho, ni giza ambao ni ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati tunapohitaji Bwana, tunahitaji nuru, kwa sababu anasema Bwana ni nuru yangu. Bwana Yesu asifiwe. So siku ya leo ninataka tukaweze kusikia neno kwa ajili ya maombi ambayo tuliongea juzi ama Sunday ile nyingine iliyopita. Tuliongea juu ya maombi, tukasema tunafaa kuomba bila kukoma. Siku ya leo ninataka pia tukaongee juu ya maombi na tujue kabla mambo kama 7 ambayo tunafaa kuwa nayo kama wahitaji ama waombaji. Bwana Yesu asifiwe. Na watu ambao wanajua wanaomba kutoka kwa Mungu. Tusome tunaposoma mstari huo wa Kolosai kifungu ya 1 mstari wa 9, anasema kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa na mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaongea maneno ambayo ni mazito, na hayo maneno yaliongewa na mtumishi wa Mungu ambaye ni Paulo mtumwa, ambaye alikuwa ametumwa na Mungu, ambaye ni mwandishi wa hiki kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitazama pale mwanzo anaongea kama anaongea ni barua alikuwa anaandika. Bwana Yesu asifiwe. Na anaambia hawa Timotheo na wale wengine wanafaa kukaa maombi, na wakati alipoona imani yao anaombea siku kwenda ile nyingine. Bwana Yesu asifiwe. So anasema aachi kuomba wakati aliposikia maombi. Wewe unaombanga, mimi ninaombanga. Bwana Yesu asifiwe. So tunapaa kujua mambo 7 ambayo ni katika maombi, na tunapaa kujua mambo ambayo ni ya maombi ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na kabla sijaongea mambo ya mambo ambayo tunapitia katika maombi, nitataka kupeana historia ambayo ni ya mtumishi ambaye alikuwa evangelist, ambaye alikuwa ni wa kutoka Amerika. Alikuwa anaitwa Charles Finney. Charles Finney wakati wa 19th century alikuwa mwenezaji wa injili. Bwana Yesu asifiwe. Na alikuwa mahali pale akiendelea na injili yake, akakujua na mtu mmoja ambaye mke wake alikuwa mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Na akiwa pale akiendelea na maombi, wakati alipomwomba na akamwelezea huyo mama mzee, akamwambia mke wangu anaenda kukupa sasa, na ninahitaji maombi kutoka kwako kama mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na ule ndugu akiwa pale au ule mtumishi wa Mungu anasema aliangalia na akashindwa ataomba namna gani, akakaa akaoshindwa atamwambia namna gani. Lakini maandiko inasema ama historia yake inasema wakati alipokuwa pale akakujiwa na ufunuo ambao ulikuwa wa neno moja, akaambia naombe namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema akaomba, na wakati alipoomba immediately akapata ufunuo wa Bwana, na akamwambia muombe maombi ambayo ni ya ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alipomwombea akapona. Bwana Yesu asifiwe. So watumwa ama watumishi wa Bwana tunafaa kukaa katika maombi kila wakati, na wakati tuko katika maombi tunafaa kuelewa maombi ni nini, na tunafaa kuelewa tunaomba namna gani, kwa sababu ukiwa uko katika roho mambo yatakujia na ushindwe utaomba namna gani. Huyo mtumishi wa Mungu ama huyo evangelist aliomba maombi ambayo ni ya uponyaji. Mungu akamletea neno muombe, na maandiko inasema katika historia yake anasema, na wakati alipopata ufunuo wa kumwombea uponyaji alimwombea na akapona, na akapona kifo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alikuwa karibu kukufa. Bwana Yesu asifiwe. So wakati tunapokuwa katika hali ya maombi, wapendwa ndugu, tunafaa kuwa na mambo 7 ambayo imeondoa pale katika hii kitabu ambayo ni ya Kolosai. Kolosai wa kwanza mstari wa 9 hadi mstari wa 12.
unaongea juu ya maombi, na tusome pamoja. Anasema kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa na mapenzi yake katika hekima na yote na ufahamu wa rohoni. Mwenendeni kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, kwa maana mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema, na kuzidi katika maarifa ya Mungu, mkiwezeshwa na kwa uweza wote kwa kadri ya nguvu na ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uaminifu pamoja na furaha, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi kwa watakatifu katika nuru. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya ndio tunafaa kuwa naye katika maombi, katika jina la Yesu Kristo, na kuelewa neno la Bwana inasema namna gani, na wakati tunapokuwa katika maombi tunafaa kuomba namna gani. Hatufai kuomba kama watu ambao waelewe, hatufai kuomba watu kama watu ambao hawaongozwi na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo akawaambia mnafaa kuomba namna hii, na akawaeleza jinsi mnavyofaa kuvaa kuomba, na maombi yetu tunafaa kuyauliza kwa njia namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunapopesi mambo ama wakati tunapopitia hali ya kuomba, tunjue namna gani ya kuomba, kwa sababu huyo evangelist alishindwa aombe namna gani, kwa sababu aliona mtu huyu hapo karibu kufa na atafanya namna gani. Kuna maombi mengine unaweza omba huyo mtu akose kutendeka kwa sababu imani yake inaweza kuwa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa na imani na Roho wa Bwana akikuongoza, utapata ufahamu wa kuomba vile Bwana anahitaji. Utasikia sauti ya Bwana, uombe kulingana na jinsi mapenzi ya Bwana anahitaji. Na maandiko inasema katika historia yake, anasema aliomba akamwombea uponyaji wa haraka, na alipoomba akasikia ufunuo kutoka mbinguni, na kutoka pale akapona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi tunajawa na kuomba maombi lakini maombi ya tukiwa na taswishi, hatuelewi ni atapona ama hatapona, atapata kazi ama hatapata, nitatendewa ama sitatendewa. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa kujua Bwana atenda ama asipotenda, yeye ni Bwana na ni Mungu, na hawezi kuongoza mtu wake kulingana na mapenzi yake. Ni lazima muongoze kulingana na mapenzi ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na elewe anga ya mbinguni inakaa namna gani. Kabla sijapoteza wakati, ninataka tukaone hayo mambo masaba ambayo tunafaa kuwa nayo katika maombi ya kila siku, ambayo ni inafaa kungusa mtu ambaye ni mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la kwanza, nataka tuwe na kalamu ili tuelewe maombi ambayo tunafaa kuomba inakaa namna gani, tunafaa kuitisha namna gani mbele za Bwana kila wakati. Jambo la kwanza, nafaa kuomba tujazwe na Roho, tujazwe na ile hekima. Ukitazama pale anasema mjazwe na hekima na ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunafaa kuelewa, tunafaa kuomba tuweze kujazwa na ule heshima ambayo ni ya Roho wa Bwana. Tujazwe na Roho ambayo ni heshima na ufahamu wa neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huyo evangelist angekuwa hakuwa katika hekima na ile wisdom na knowledge ya Roho Mtakatifu, angeelewa vile jinsi ya kuomba, angestuka aanze kulia pamoja naye. Lakini kwa sababu alikuwa amejazwa na hekima na ile ufahamu wa neno la Bwana, akapata ufahamu kutoka mbinguni.
mbinguni na akamwombea akapona katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tunafaa kuita Mungu ili atujaze na roho ambayo ni kuelewa neno la Bwana kwa njia ya kipekee, na tutembee na huyo Bwana kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma neno lake na kuielewa, kwa sababu ukiwa na ile hekima na ile knowledge na wisdom ya neno la Roho Mtakatifu, kwa hivyo neno la Bwana wakati unaposoma utaielewa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akasema tunafaa kujazwa na ile hekima na heshima ambayo imetoka kwa Bwana, na tukielewa neno la Bwana. Kwa hivyo tunafaa kumuitisha Bwana ili atujaze mwakani na ule roho wa neno la Bwana, ule roho ambao wa kuelewa neno la Bwana zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapoisoma tuielewa, na katika kutembea kwetu tuielewa, kwa sababu ule mtumishi wakati alipokuwa akitembea alielewa neno la Bwana. Na ndio sababu nimeanza na wimbo ambao ni wa 51 ukasema, kaa nami ni usiku tena, usiniache gizani Bwana. Kwa sababu ukikosa kujua mwakani huu katika maombi yako, mahali ulipo, katika mazingira ambayo uko nayo, ni lazima umuite Bwana akuangazie. Bwana Yesu asifiwe. Lazima Bwana akuangazie, ni lazima Bwana akutie nguvu, ni lazima Roho wa Bwana akuite ili akuongoze, akutoe katika giza, ili ukaweze kuelewa neno la Bwana zaidi. Jambo la pili ambalo tunafaa kuwa nayo ni kwamba tunafaa kuita ama kuomba Mungu atusaidie kutembea na ile njia ambayo ni ya kumwelewa zaidi. Tutembee na njia ambayo ni ya kumwelewa Bwana zaidi katika heshima ya Yesu Kristo. Anasema, may we walk in the word of the Lord Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kutembea na ile njia na hekima na ile heshima ama ile njia ambayo inafaa ya kupendeza mbele za Bwana. Tuwahi kutembea bila Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tutembee bila kulaumiwa. Ile katika maombi yetu tunapokuomba, tuombe tukielewa na neno lake zaidi. Tutembee pamoja tukielewa zaidi katika jina la Yesu Kristo. Bwana atuongoze na tuelewa mwakani ni nani ambayo tunafaa kuomba, ni nani ambayo, ni njia gani ambayo tunafaa kutembea katika maombi, ni hali gani ambayo tunafaa kwenda nayo katika maombi, ni njia gani ambayo inatupasa kutembea pamoja na Bwana, ni njia gani, ni hali gani ambayo tunafaa kwenda nayo, ni njia gani ambayo tunayofuata katika maombi yetu. Anasema, wimbo unasema, usiniache gizani, usiniache gizani Bwana, tembea pamoja nao, niangazie katika maombi yangu, kwa sababu nikiomba bila kumjua Bwana, bila kuelewa ni njia ni hali gani ambayo ninafaa kuomba nayo, sitaweza kumpikia yule Bwana. Kwa sababu evangelist huyo ambaye anaitwa Charles Pin alikuwa anatembea na ile njia na ile amana ya Bwana, alikuwa anamuelewa zaidi na akamuonesha ni njia gani ambayo anafaa kumwombea huyo mtu kwa sababu ili aweze kupona. Ni kwa sababu tukiwa katika giza hatutaelewa, hatutakuwa kama watu ambao hawaelewi ni wapi ambao wanaenenda. Mwakani tukiwa katika giza hatutaelewa jinsi ya kuomba. Mwakani tukiwa katika giza hatutaelewa jinsi tunafaa kutembea na huyo Roho wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So tunafaa kuelewa ni njia gani ambao ile tunafaa kutembea pamoja na inampendeza Bwana. Ni njia ambayo si ya kulaumiwa, na ni njia ambayo si ya kulaumiwa wakati ambao tunapomwomba Bwana. Hiyo tunafaa kuiona katika mstari wa 10, na tutaelewa vizuri vile Bwana anafaa kufanya na Mungu wetu aweze kusaidia. Jambo la tatu nimesema nitaenda haraka kwa ajili ya wakati.
wakati tunafaa kuwa watu ambao ni wa kumpendeza Mungu. Maombi yetu ambayo tunaomba inafaa kuwa inampendeza Mungu na iko na heshima mbele za Bwana, si kupayuka kama watu ambao waelewe nani ambao wanaomba, si kuomba maombi ambao hata mtu anashindwa hii maombi ni ya Mkristo ama ni ya mtu mungani. Unaomba maombi ambao haielewi na eleweki namna gani. Mtu nafaa kuelewa na kuomba, tunafaa kuomba maombi ambayo ni maombi ambayo inampendeza Bwana, maombi ambayo ina ile heshima mbele za Bwana. Wakati tunapoomba na wakati tunapoombea wale wengine waelewe ni njia gani ambao watu wanafaa kuomba katika njia ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja kwanza. Nimesema hiyo ni jambo la tatu katika maombi yetu ambayo tunafaa kuelewa ni njia gani ambayo tunayopitia. Kitasoma katika wimbo mnasema usiniache gizani, usiniache, kaa nami. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwakani tukiwa katika gizani, mwakani tukikosa kuelewa jinsi ya kutembea na Bwana, mwakani tukikosa kuelewa njia ambayo ni ya maombi, tutakuwa tunaomba maombi ambayo haieleweki. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye anamjua Bwana anafaa kuomba maombi ambayo imetoka kwa Bwana. Huyu evangelist aliomba maombi moja tu ambayo ni maneno mawili, Mungu mpone, na akapona katika jina la Yesu. Kwa kitu ya kwanza alikuwa anajua ni nani ambaye anamuomba, na alikuwa anajua ni Baba aliye na uwezo wa kuponya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa huko katika roho wa Bwana hautaelewa jinsi ya kutembea katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwakani, may we please God in all respect. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati wa Paulo alikuwa anawaeleza Wakristo, alikuwa anawaambia tukae maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu, maisha ambayo na maombi ambayo ni ya kutembea pamoja na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la nne, nimesema nitaenda haraka. Jambo la nne, tunafaa kuzaa matunda katika maombi yetu. Maombi yetu inafaa kuzaa matunda. Ikiwa tunamuomba Mungu aliye hai, kwa nini asipone? Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa tunamuomba Muumba mbingu na nchi, aliyeumba nchi zote, kwa nini asipone na kwa nini asitende? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati tunapokaa katika maombi, tunafaa kuzaa matunda. Matunda ya maombi inafaa kuonekana maishani mwetu. Matunda ya kiroho inafaa kuonekana. Ikiwa wewe ulikuwa haujui kuomba zamani, uwe ni mtu ambaye saa hizi tunasikia wewe unaomba maombi ambayo inaeleweka, maombi ambayo iko na matunda. Tunaposema tuende fellowship tukaombea ndogo na dada apone, anaenda wakati tunapoenda tunamwombea uponyaji unapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Tukiungana kama kanisa tuombe ni kwa ajili ya ndugu yetu ama dada yetu ambaye hana kazi, anapata kazi, huko ni kuzaa matunda katika maombi katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kuzaa matunda katika kila jambo zuri ambayo tunatenda. Bwana Yesu asifiwe. Kila jambo zuri tunatenda inafaa kuzaa matunda, kwa sababu Yesu Kristo alionyeshana katika wanafunzi wake wakati alipokuwa anawafunza neno la Bwana, akawaonesha, akawaambia mzae matunda. Bwana Yesu asifiwe. Akawafundisha kuhubiri neno la Bwana. Kwa hivyo tunafaa kuzaa matunda katika maombi yetu ya kila siku. Jambo la tano, tunafaa kuwa tunafaa kuwa tukiongezeka siku kwenda ile, yani tukiongezeka knowledge ya Bwana, tukiongezeka ile heshima, ile wisdom, ile knowledge ambayo imetoka kwa Bwana. Heshima inafaa kuonekana kwetu, si kuomba kama watu ambao hawajui namna gani. Tunaomba ni kama watu walevi ama watu ambao hawajui ni kina nani. Wakati ni wa kuombea mahitaji ya kazi, utaanza kuomba maneno ambayo ni maombi ambao unasikia mwingine anasema Bwana muangamize, na tunaomba maombi ambayo ni ya uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kuelewa, tunafaa kuwa na heshima, tunafaa kujua ni wapi ambao
tunafaa kuomba maombi haya. Bwana Yesu asifiwe. Si kuomba maombi ambayo haieleweki. Kama watumishi wa Mungu tunafaa kuombeana dua njema, maombi ambayo inazaa matunda, maombi ambayo ni ya kuongezeka, maombi ambayo ni ya kuombea mle mwingine kuongezea. Ikiwa ni wa kanisa unaombea mwenzako, ikiwa umesikia anatafikia, unamwombea Mungu amjaze hekima. Unatazama hapa Paulo anasema anawaambia na wakati tuliposikia neno la Bwana unaendelesha, tunasiti kuwaombea kila siku. Ni kwa sababu yeye alikuwa baba yao, alikuwa mtumwa wao. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa watoto wake, so alikuwa anawaombea kila wakati. Wewe unaombea watoto wako maombi magani? Wewe unaombea ndugu